Simba wa milima ya Fizi aliyekuwa akitajwa kwa hofu kubwa na heshima ya hali ya juu. Huyo ni Kanali Mbavu Moja. Hii ni Tanganyika TV na mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. ya Mungu Alinoti. Kuna majina ambayo hayafi ndani ya historia ya watu. Kuna majina ambayo hata miaka ikipita sauti yake bado usikika kwenye upepo wa milimani. Majina ambayo hayahitaji sanamu ili yakumbukwe, kwa sababu tayari yamejengwa ndani ya mioyo ya watu wengi zaidi. Majina ambayo yanaendelea kuishi ndani ya nyimbo za jadi, simulizi za wazee, vijiwe vya usiku, moto wa kuni vijijini na kwenye kumbukumbu za vita ambazo hazikuandikwa vitabuni, lakini ziliandikwa kwa damu, machozi na ujasiri. Mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ardhi ya milima mikali, misitu mizito na historia nzito ya mapambano, ni eneo ambalo halikuwahi kulea wanaume wa kulelea. Huko mwanaume halikuwa akipimwa si kwa maneno yake, bali kwa namna anavyosimama wakati dunia inaporomoka mbele yake. Ni ardhi ambayo mpaka leo ililea watu waliokuwa wakiamini kuwa ukinyamaza sana mbele ya adui, kesho utalia ukiwa mtumwa mbele zake. Katika ardhi hiyo yenye historia ya moto, damu na resistance, kulikuwa na milima na majina yaliyotajwa kwa tahadhari kubwa. Majina ambayo hata kuyasema yalibadilisha hewa ya mazungumzo. Majina yaliyokuwa na uzito wa vita, na miongoni mwa majina hayo kulikuwa na jina moja lililotajwa kwa sauti nzito, kwa heshima ya hali ya juu na wakati mwingine kwa hofu kubwa zaidi. Kwa wabembe wengi, huyu hakuwa tu mpiganaji wa kawaida, hakuwa tu mwanamume aliyebeba silaha msituni. Hapana, alionekana kama alama ya resistance, ishara ya kutokukubali kunyenyekea, mlinzi wa ardhi na mfano wa roho ya mapambano ambayo imekaa ndani ya damu ya jamii hiyo kwa vizazi na vizazi mpaka sasa. Kwa baadhi ya wazee wa Fizi, ukimtaja Mbavu Moja walikuwa wanavuta pumzi kwanza, kama mtu anayegusa kumbukumbu nzito, kwa sababu jina lake lilikuwa limechanganyika na harufu ya baruti, kelele za milimani, mbio za usiku na nyimbo za wapiganaji waliokuwa wanaamini kuwa afadhali kufa ukisimama kuliko kuishi ukiwa umepiga magoti. Lakini kabla hata ya kuzungumzia Kanali Mbavu Moja, lazima kwanza uielewe roho ya wabembe, kwa sababu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si kila jamii ilijengwa kwa msingi mmoja. Kuna jamii ambazo historia yake ilisimama juu ya biashara, ufalme, mifugo au hata kilimo. Lakini pia kulikuwa na jamii ambazo maisha yake yalifinyangwa na moto wa mapambano, jamii ambazo watoto walikuwa wakisikia simulizi za uvamizi, vita, ulinzi wa ardhi na heshima ya mababu. Na wabembe wa Bondo ni moja jamii hizo. Kuanzia milima ya Fizi, Baraka, Uvira mpaka Minembwe hadi kando kando ya ziwa Tanganyika, milima hiyo imelewa wanaume waliokuwa wakiamini kuwa ardhi hailindwi kwa maneno matamu. Kwao ardhi ilikuwa heshima, na heshima haikuombwa bali ilinunuliwa. Ndiyo maana hata vijana wadogo walikuwa wakisikia simulizi za mashujaa, nyimbo za vita, majina ya wapiganaji wakubwa na hadithi za wanaume waliokataa kupiga magoti mbele ya adui. Katika vijiwe vya usiku, wakati moto ukiwaka na upepo wa ziwa Tanganyika ukipuliza taratibu, wazee walikuwa wakisimulia habari za wanaume waliotembea mlimani kwa miezi bila kuogopa risasi, habari za watu waliolala na bunduki pembeni, waliolala na silaha kama vile mkuki, lakini pia na mapanga kwa sehemu ya mwili wao, habari za resistance. Na hapo ndipo roho ya mapambano ilipoanza kujengwa ndani ya akili za vijana wengi wa kibembe. Kwa miaka mingi, eneo la mashariki mwa Kongo limekuwa kama uwanja ambao hawajawahi kukosa migogoro kabisa. Kuna nyakati watu walilala na milio ya risasi kama kawaida ya maisha. Kulikuwa na vita vya makabila, uvamizi wa makundi yenye silaha, majeshi ya kigeni, wahasi na migogoro ya kisiasa ambayo imeiteketeza Kongo kwa miongo mingi mpaka sasa. Na katika mazingira hayo, wanaume wa kawaida waliinuka kuwa majina makubwa, kwa sababu wakati serikali inatetemeka, mara nyingi watu huanza kutafuta walinzi wao wenyewe. Ndipo makundi ya kujilinda yakaanza kupata nguvu, ndipo movement mbalimbali za resistance zikazaliwa, ndipo majina kama Majimaji yakaanza kuwa sehemu ya maisha ya kila siku vijijini. Kwa wananchi wengi wa mashariki mwa DRC, Maimai haikuwa tu movement ya kijeshi. Hapana, kwa wengi ilikuwa sauti ya kujitetea, ukuta wa jamii, ulinzi wa ardhi na hasira ya watu waliochoka kuonewa, kwa sababu wananchi wengi walihisi tumebaki peke yetu. Na mtu anapohisi ameachwa peke yake, anaanza kujenga simba ndani yake ili kujitetea mwenyewe. Ndiyo maana wapiganaji wengi walipewa hadhi kubwa sana, walionekana kama walinzi wa heshima ya jamii, na ndani ya mazingira hayo jina la Mbavu Moja likaanza kusikika. Mwanzoni kama simulizi, halafu kama tahadhari, na baadaye kama legend wa milimani. Watu wengi wa Fizi walimzungumzia kama mpiganaji mkali, mwanamume wa front line, na mtu ambaye hakupenda kuishi
kwa hofu. Wengine walimwelezea kama mwanaume ambaye alikuwa mbele, wakati wengine wanatafuta maficho na wapi pa kukimbilia. Na kwenye vita vya mashariki mwa DRC hilo lilikuwa jambo kubwa zaidi, kwa sababu si kila mwenye bunduki alikuwa na moyo wa kusimama mstari wa mbele katika mazingira ya msitu na milimani. Moral ilikuwa muhimu kuliko hata silaha. Wakati mwingine, kwa nini sijui, lakini kwa sababu watu walikuwa wanapigana huku wakikosa chakula, wakikosa vifaa, wakilala porini, lakini pia wakitembea usiku na wakijua kuwa kesho huenda wasiione. Kwa hiyo jina la mtu ambaye hakimbii, hasalimu amri na anaendelea kusimama mstari wa mbele lilikuwa linatosha kabisa kuwasha moto ndani ya mioyo ya vijana iliyolala. Mara nyingine uwepo wake pekee ulitosha kuwapa watu nguvu ya kuendelea na ushujaa wa kusimama. Ukizungumzia historia ya mashariki mwa DRC, huwezi kuiacha Fizi pembeni. Haiwezekani hata kidogo, kwa sababu Fizi si tu eneo la kawaida kwenye ramani. Fizi ni ardhi ya resistance, ya mapambano na yenye vijana mashujaa wa kupigana. Ni njia ya wahasi, ni shule ya wapiganaji, ni eneo ambalo kwa miaka mingi limekuwa gumu kutawaliwa kikamilifu. Umeona, kuanzia zama za Simba Rebellion, Laurent Desire Kabila, makundi ya majimaji hadi movement mbalimbali za kujilinda, Fizi imeendelea kubeba roho ya mapambano daima. Na ndani ya ardhi hiyo majina kama Mbavu Moja yalibeba uzito mkubwa sana, kwa sababu huko mwanamume hakupimwa kwa mavazi yake, hakupimwa kwa gari, hakupimwa kwa maneno ya mjini. Alipimwa kwa msimamo wake wakati wa vita, kwa uwezo wake wa kutetea jamii na kusimama, na kwa namna anavyobeba heshima ya watu wake. Ndiyo maana hata kwenye nyimbo za Kibembe utasikia maneno ya damu ya wapiganaji, milima, ardhi ya mababu na wanaume wasiokubali fedheha hata kidogo, kwa sababu kwa jamii nyingi za mashariki mwa DRC vita haikuwa movie, hapana. Haikuwa hadithi ya mbali wala ya kutunga. Ilikuwa ni maisha halisi. Ilikuwa ni jambo la kuendelea kuishi au kutoweka kabisa kabisa. Lakini pamoja na simulizi zote za ushujaa, ukweli mmoja lazima usemwe. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeumia sana katika nchi, lakini pia katika bara lote la Afrika. Maelfu wamekufa, wengine wamepotea. Watoto wamekuwa wakijua milio ya risasi kabla hata ya kujua maana ya utoto. Jamii nyingi zimebeba trauma kubwa ndani yao, na hiyo ndiyo sura nyingine ya vita ambayo watu wengi hawapendi kuizungumzia. Ndiyo maana kizazi cha leo kina jukumu zito zaidi, jukumu la kuheshimu historia ya wapiganaji wao, lakini pia kujenga mustakabali wa amani, kwa sababu ukweli ni huu: taifa haliwezi kuishi milele ndani ya vita. Hata simba akichoka damu utafuta maji pia. Leo hii kwa watu wengi wa Fizi na maeneo ya Kibembe, jina la Kanali Mbavu Moja limebaki kama ishara ya resistance na alama ya ukakamavu, na ukumbusho kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haikuwahi kuwa ardhi ya oga. Ni moja ya majina yanayoonyesha kuwa kabla na hata sasa, kabla hata saa ya siasa za leo, kulikuwa tayari na vizazi vya wanaume waliokuwa tayari kufa kwa ajili ya ardhi yao, jamii yao na heshima yao. Katika historia ya Afrika kuna watu wanaoishi ndani ya vitabu, na kuna wengine wanaoishi ndani ya simulizi za watu. Wengine wana majina ndani ya vitabu, ndani ya maktaba kubwa, na wengine wanaishi ndani ya kumbukumbu za moto wa vijijini. Kanali Mbavu Moja ni mmoja wao. Huenda jina lake lisipatikane sana kwenye maktaba kubwa za dunia, lakini bado linaishi ndani ya mioyo ya mashariki mwa DRC Kongo. Na kwa Wabembe wengi, simulizi yake ni ukumbusho kwamba nguvu ya kupigania ardhi na heshima haikuanza jana, ilianza zamani sana kwenye milima ya Fizi, ambako vijana walielewa kuwa mwanamume anaweza kuishi bila utajiri, lakini hawezi kuishi bila heshima yake, na kwamba afadhali kufa ukiwa umesimama kuliko kuishi ukiwa umepiga magoti. Mwisho wa yote, historia ya watu haijengwi tu na viongozi wa ikulu. Wakati mwingine historia hujengwa na wanaume wa milimani, wanaume waliokataa kuogopa vita, wanaume ambao majina yao yaliendelea kuishi hata baada ya milio ya bunduki kunyamaza. Huyu alikuwa Kanali Mbavu Moja, mmoja ya majina aliyoendelea kuishi ndani ya simulizi za wapiganaji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ilikuwa Dira ya Afrika kupitia Tanganyika TV. Mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina niite Dr. Mungu Alinoti.